Kwa mfano, mwaka 2010 kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni 42.7. 2015 kati ya waliojiandikisha walioenda kupiga kura ni 65.3. 2020 kati ya wale waliojiandikisha waliojitokeza kupiga kura ni 50.7. Yote hiyo imetokana na sababu mbalimbali ikiwemo na wananchi kupoteza imani kwa vyombo vinavyoandaa uchaguzi na vinavyosimamia uchaguzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Serikali haioni haja ya kukaa na wadau wa uchaguzi, kuwasikiliza na kuondoa dosari ambazo zinalalamikiwa ili kuruhusu uchaguzi wa huru na haki? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutupa afya ya kutekeleza majukumu yetu kama ambavyo tunaendelea, na tunaamini Mwenyezi Mungu atatupa neema zote ili tutekeleze majukumu yetu zaidi. Naomba nianze kwa kujibu swala Mheshimiwa Aida Kenani, mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini, kama ifuatavyo. Kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, kila Mtanzania anayo haki ya kuchaguliwa kupitia chaguzi mbalimbali ikiwemo na uchaguzi mkuu. Majukumu yote ya uchaguzi yako chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Sisi kama serikali ni wadau miongoni mwa wadau wote wanaoungana na tume katika kutekeleza wajibu wetu. Na serikali, wajibu wetu ni kutekeleza yale maelekezo ya tume kulingana na ratiba yao, na wanayo ratiba ambayo inaonyesha matukio mbalimbali kufikia siku ya upigaji kura. Moja, kufanya kazi ya maboresho ya kujiandikisha kwenye daftari wapiga kura, ambako kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura anayo haki ya kwenda kujiandikisha, lakini pia anayo haki ya kuhakikisha kwamba yuko kwenye daftari tayari kwa kupiga kura. Sisi serikali kama wadau tunalo jukumu kama wadau wengine kushiriki pamoja na tume katika kutoa elimu kwa Watanzania ya umuhimu wa uchaguzi na umuhimu wa kujitokeza kwenda kupiga kura. Lakini sisi kama wadau pia tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba nyakati zote za ratiba hiyo, kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama au wanakwenda kujiandikisha. Tunao wajibu wa kuhakikisha usalama wake anapojiandikisha. Hata siku ya kupiga kura tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba usalama wa mpiga kura unakuwepo. Lakini pia tunalo jukumu la kuhakikisha kuwa tunahamasisha Watanzania kujitokeza kwa wingi kutoka kujiandikisha, kuhakiki mpaka siku ya kupiga kura, ili kila mmoja atumie nafasi yake ya kidemokrasia ya kupiga kura, kwa maana ya kuchagua kiongozi ambaye anaamini atamletea maendeleo kwenye maeneo yake. Kwa hiyo jukumu hilo kwetu kama serikali, ambalo linafanana na majukumu ya wadau wengine kama vyama vya siasa, taasisi ambazo zinajikita katika kuhamasisha, tutaendelea na kazi hiyo ili hayo mapungufu ambayo Mheshimiwa mbunge ameeleza yaweze kutoweka na kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo niwataka niwahakikishie na nitumie nafasi hii kuhamasisha Watanzania kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ambako wale wote wenye sifa kupiga kura, ni wakati wetu kwenda kuchagua rais, wabunge na madiwani kwenye maeneo yetu. Na pindi Tume Huru ya Uchaguzi itakapotangaza ratiba yake, basi niwaahidi kwamba serikali itasimamia na kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa salama na kuhakikisha kwamba mpiga kura anakwenda kupiga kura na kurudi nyumbani akiwa salama. Huo ndio wajibu wa serikali kama wadau wengine, na kwa hiyo nitoe wito wadau kushirikiana kwa pamoja kutekeleza maelekezo ya tume ili kuwafanya Watanzania wote waliojiandikisha wote waende kupiga kura. Hayo ndio malengo ya serikali. Asante sana.
Mheshimiwa Stella Simon Fiayo, mbunge wa viti maalum. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuuliza swali kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la vitendo vya ukatili dhidi ya binadamu katika makundi mbalimbali ndani ya nchi yetu. Nataka kujua ni upi mkakati wa serikali kuandaa vitengo maalum kwenye mashule, vioni, ngazi za jamii, maofisini na katika maeneo mbalimbali ili kusaidia kukabiliana na changamoto za vitendo vya kikatili zinapokuwa zinatokea katika maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Stella Fiayo, mbunge kutoka mkoa wa Songwe kama ifuatavyo. Tunayo na tunashuhudia matukio ya ukatili dhidi ya watoto, wanawake, wazee, walemavu na makundi mbalimbali kwenye jamii yetu. Serikali inao utaratibu na imejiwekea mkakati wa kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa kiasi kikubwa ukatili wa makundi haya. Na moja ya utaratibu huo, kwanza, Rais wetu wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda wizara maalum inayosimamia jamii na kuhakikisha kwamba inasimamia kupunguza na kuondoa au kumaliza kabisa ukatili juu ya makundi mbalimbali. Wizara hiyo ni maendeleo ya jamii, jinsia, watoto, wanawake na makundi maalum. Wizara hii imeweka mifumo ya kisheria inayomlinda kila mmoja ndani ya nchi na kumlinda dhidi ya ukatili wa aina yote ile kwa jamii. Kupitia sheria hizi zimeshirikisha pia wadau na jamii kwenye maeneo yetu kwamba kila mmoja anatakiwa kuwa mlinzi wa kuhakikisha kwamba matendo yote ya ukatili yanayofanywa dhidi ya yeyote kwenye makundi haya ambayo yametajwa, tunayachukulia hatua dhidi ya wale wote wanaotenda matendo haya. Na tumeandaa utaratibu mzuri wa kuandaa madawati. Tumeweka madawati kwenye taasisi zote za umma kama vile shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya elimu ya kati mpaka vyuo vikuu. Tunayo madawati maalum ambayo yanatoa fursa ya yeyote anayetendewa ukatili kwenda kutoa taarifa, na pindi anapotoa taarifa hatua kali zinachukuliwa. Lakini tumepanua wigo pia hata kwenye taasisi zinazotoa huduma za kiulinzi kama vile jeshi la polisi, jeshi la magereza, nako pia tumeanzisha madawati maalum yanayomwezesha yeyote kutoa taarifa, kuhakikisha kuwa pale anapotendewa ukatili basi kupitia zile sheria ambazo tumeziweka, yale madawati yanaweza kuchukua hatua kwa kumsaidia huyu ambaye ametendewa ukatili. Mkakati mwingine tu ambao sasa tunaufanya ni kuhakikisha kuwa tunaendelea kutoa elimu kwa jamii, kushiriki kamilifu, kutoa ulinzi kwa kila mmoja. Pale ambako mtu anaona kuna tukio la kikatili, basi achukue hatua mara moja ili kuwezesha jamii kila mmoja kutimiza haki yake ya kupata huduma na kufanya mambo ambayo yanamletea maslahi kwenye maisha yake. Kwa serikali na mkakati huu wa kuanzisha madawati ndio unaotoa nafasi kwa wale wote wanaotendewa ukatili. Nitoe wito kwa jamii. Matukio haya ambayo yanajitokeza baadhi ya maeneo yanaondoa haki ya msingi ya kibinadamu pale anapotendewa ukatili dhidi yake, na kwa kila mmoja awe mlinzi wa matendo haya popote katika jamii yetu, kuanzia ngazi ya vitongoji, vijiji na maeneo yote. Pale ambako kunajitokeza jambo hili, basi tuchukue hatua dhidi ya wale ambao wanatenda matendo haya. Kwa kushirikiana wote tunaweza tukakomesha, tunaweza tukapunguza kwa kiasi kikubwa na kukomesha ukatili dhidi ya wote ambao wanatenda matendo haya. Kwa hiyo mkakati wa serikali utaendelea nao
na tutaendelea kutoa elimu kwa jamii kuhakikisha kwamba jamii inatambua umuhimu na inatambua wajibu wake, lakini pia tutaendelea kushirikiana na wadau ambao wameanzisha taasisi zinazosimamia kupinga ukatili dhidi ya makundi haya, na pale ambako tutakuwa kuna umuhimu wa kuona namna mzuri ya kuhakikisha kwamba jamii inaishi ikiwa inatendewa haki, ikiwemo na taasisi za haki ya binadamu, tutaendelea kushirikiana nao tuweze kukomesha au kupunguza au kukomesha kabisa ukatili dhidi ya makundi mbalimbali ambayo tunaishi nayo kwa jamii. Asante sana Mheshimiwa Spika. Esther Edwin Maleko, Mbunge wa Viti Maalum. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na jitihada kubwa anazozifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha Watanzania wanaishi katika mazingira safi na salama, je, ni upi mkakati wa kina ambao serikali imejiwekea kuhakikisha inawasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan watoto wa mitaani, kuhakikisha watoto hawa wanapata elimu, wanasaidiwa ili kuweza kuishi katika mazingira bora, lakini pia wanapata fursa nyinginezo zitakazowawezesha kuweza kupata au kutimiza ndoto zao na malengo yao? Mheshimiwa Waziri Mkuu, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Maleko, mbunge kutoka mkoa wa Kilimanjaro, kama ifuatavyo. Amezungumzia mwenendo wa watoto wa mitaani ambao wanastahili kupata haki yao ya msingi na wanaikosa kwa sababu wako mtaani. Nataka nieleze tu kwamba jamii inatambua kwamba tunao watoto ambao wako mitaani kwa sababu mbalimbali. Moja, vifo vya wazazi, kuacha watoto wakihangaika na jamii iliyobaki kuto waratibu vizuri, lakini mbili, kutengana kwa baba na mama kwenye familia na kuacha watoto au kumwacha mzazi mmoja akihangaika na watoto naye pia akatelekeza, lakini wako ambao wanatupa watoto wao, matendo ambayo hayatendi haki kwa watoto wetu na kusababisha vijana hawa kwenda mtaani. Mheshimiwa Spika, watoto wa mitaani kwa upande wetu wa serikali tumeratibu vizuri, kama nilivyojibu swali lililopita kwamba tumeunda wizara maalum inayoratibu na kusimamia mwenendo wa jamii, inaitwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Na wizara hii imetoa maelekezo thabiti kwa mamlaka za serikali za mitaa ambako watoto hawa ndiko waliko, kwenye halmashauri, vijiji, halmashauri za manispaa mpaka majiji. Na tuna kitengo kule cha maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, ambayo kazi yake kubwa ni kupita na kuona. Kwa hiyo jukumu lake la kwanza kuwatambua hawa watoto mahali walipo, sababu za kuwepo kwao na mahitaji yao. Tunajua yapo mahitaji ya kimsingi, elimu, afya na chakula. Kazi ya wizara hii ambayo inaendelea nayo hata sasa ni kuhakikisha kwamba inawatambua hawa, lakini pia kushirikiana na wadau ambao wamejitokeza kuokoa mazingira ya watoto hawa ambao wamezagaa mtaani na kuwaweka pamoja. Na tumeshuhudia mara kadhaa wako wananchi wa Tanzania ambao wameguswa na watoto hawa kubaki mitaani, wanawakusanya pamoja na kuwahudumia. Na waheshimiwa wabunge, mara kadhaa tumewashuhudia mkienda kwenye vituo vya kulelea watoto yatima mkitoa huduma. Yale makundi ambayo mnahudumia ndio haya ambayo Mheshimiwa Maleko leo anataka kujua mkakati wa serikali. Kwa mkakati wa serikali, kwanza tunashirikiana na wadau kuhakikisha kwamba tunaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha watoto hawa wanapata haki zao za kimsingi ili wafikie ndoto ambayo Mheshimiwa Maleko anaieleza. Lakini mbili, mifumo yote ya kisheria ya huku ndani ya kumlinda mtoto huyu
inayotoa mwanya wa kumfanya mtoto huyu aweze kuishi kama wengine. Moja, hata ile sera ya elimu bure imewezesha sana watoto hao kutoka mitaani na kuenda shuleni bila malipo yoyote, na kuwawezesha jamii ambayo imekubali kuwatunza watoto hao kuweza kukaa nao na kuwapeleka shule bila gharama yoyote. Kwa hiyo haya ni miongoni ya yale ambayo tunayafanya katika serikali. Niendelee tu kuitaka jamii kwamba uko muhimu wa kuwabaini watoto wetu walioko mitaani ambao wanazagaa, hawana mwelekeo, lakini hawana huduma maalum, kuweza kuweka pamoja na kuwapeleka kwenye halmashauri. Idara ya ustawi wa jamii itaratibu kwa mujibu wa taratibu ambazo serikali imejiwekea. Naweza kusema kwa jumla kwamba serikali tutaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha kwamba tunatambua watoto hawa na mahitaji yao, lakini kuwapeleka maeneo ambayo watapata huduma muhimu za kimsingi kama vile elimu, afya, malazi, chakula, ili tuweze kuwapunguza kwa kiasi kikubwa kwenye hiyo. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii, tuache tabia kuwatupa watoto, tuache tabia kuwatelekeza watoto, tuache tabia ya kuacha watoto wanajiendesha wao wenyewe bila kulelewa, ili watoto hawa ndio taifa ambalo litakuja kujengwa na kuleta maendeleo kupitia watoto hao. Kwa hiyo wanahitaji haki yao kimsingi ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora na waendelee kufikia ndoto ambazo wanazo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Priscus Jacob Tarimo, mbunge wa Moshi Vijijini. Moshi Mjini, samahani. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu,